Mtazamaji, ni matumaini yangu umzima buheri wa afya. Karibu sasa katika kurasa dakika chache za kukufahamisha machache katika mengi yaliyofika mezani kwetu kwa hii leo. Taasisi mbalimbali zinazoshughulika na masuala ya saratani nchini Tanzania zimeshauriwa kupeleka elimu ya tatizo la saratani kwa wananchi waishio vijijini ili kuinua uelewa zaidi juu ya ugonjwa wa saratani kabla athari zaidi hazijajitokeza kwa wananchi wanaopatwa na ugonjwa huo. Wito huo umetolewa leo jijini Dar es Salaam na mwenyekiti mtendaji wa makampuni ya IPP Dr. Reginald Mengi alipokuwa mgeni rasmi katika matembezi ya kuchangia taasisi ya saratani ili iweze kutoa huduma kwa wanawake wanaokabiliwa na matatizo ya saratani ya matiti, matembezi ambayo yalianzia katika taasisi ya saratani ya Ocean Road na kuzunguka katika barabara mbalimbali na kisha kurejea katika viwanja vya taasisi ya saratani ya Ocean Road. Sababu kubwa wenzetu ambao wanaathirika na saratani ya matiti kutokuwa nasi hapa ama kutokuwa hapa dunia tena ni kwa sababu walikuwa na uelewa mdogo, na wengi wala sio uelewa mdogo, lakini hawakuwa na uelewa aina yote ama ufahamu aina yote juu ya saratani ya matiti. Hawa wengi wao wako vijijini, na kwa sababu hawana ufahamu wa saratani ya matiti hawapati msaada wala hawatoki nyumbani kwenda kutafuta msaada wa aina yote. Kwa hivyo nyie ambao mlikuwa na ufahamu, nyie ambao mlikuwa na uelewa, mkapata nafasi ya kutafuta matibabu, lazima mshukuruni Mwenyezi Mungu sana sana. Katika survivors hapa kuna wengine wamekatwa titi moja, wengine hawana matiti yote mawili. Tuliona ni vyema tutumie matatizo haya kwa ajili ya faida ya wanawake wengine. Jamaa yetu ya Tanzania itokane na dhana ya kusema saratani ya matiti ni hukumu ya kifo. Wengi ni kwa sababu wanachelewa kufika hospitali. Tuendelee na kurasa. Manispaa ya Kinondoni jijini Dar es Salaam imeanza shughuli ya kupanua barabara ya Maandazi iliyopo Msasani ili kuepusha msongamano wa magari katika barabara hiyo iendayo maeneo ya Masaki, Msasani na Oysterbay. Zoezi hilo limeambatana na kusainiwa kwa mkataba kati ya makandarasi wa manispaa kuondoa makazi yaliyozuia barabara hiyo pamoja na kufanya uzinduzi rasmi kwa kuongea na wananchi wa eneo hilo, zoezi ambalo lilisimamiwa na meya wa manispaa ya Kinondoni Mstahiki Yusuf Mwenda. Masaki na Oysterbay na Msasani sasa hivi kuna maeneo ya kazi. Watu wengi wanakuja huko. Hawatatumia barabara zingine, watatumia hii kwa sababu hii barabara itaunganika moja kwa moja na Mwai Kibaki Road. Kwa hiyo tutapunguzia sana foleni. Lakini adha walikuwa napata wenye maeneo haya ya matope, ya maji, yote nayo itaisha. Hakuna malalamiko yoyote kwa wakazi wa maeneo haya hapa ambapo panapotaka kupita zoezi. Kwa sababu maendeleo haya tulikuwa tunasubiri wote kwa hamu toka muda mrefu sana. Hususan wakati mvua zikinyesha, maji yalikuwa yanajaa humu, maji hayakupitiki. Kwa hiyo leo Mungu katuona kwa uongozi huu uliopo madarakani. Nashukuru sana kuifikiria barabara ya Maandazi Road. Maandazi Road hii for the last 15 years ilikuwa inazungumzwa kama gumzo, ikawa haitekelezeki. Mimi nishukuru na nipokee kwa furaha siku ya leo, siku ambayo mkandarasi amesaini mkataba na manispaa ya Kinondoni katika kuitengeneza barabara hii. Mimi ni mwenyekiti wa CCM wilaya hii. Mimi ndio mwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi ambayo leo imesainiwa kutekelezwa. Kwa hiyo mkataba wa Chama cha Mapinduzi ya wananchi umetekelezwa. Wakati huo huo, wafanyabiashara wa miche jijini Dar es Salaam wameziomba taasisi zinazohusika na utoaji wa mikopo kuwapatia mikopo ya fedha ili waweze kuboresha huduma wanazozitoa katika jamii. Wakiongea na kurasa, wafanyabiashara hao wamesema kwa sasa hali ya biashara hiyo ni ngumu na kupelekea miche wanayouza kugeuka kuwa na vichaka, huku hali ya biashara hiyo ikiendelea kuzorota siku hadi siku kutokana na mwamko mdogo wa Watanzania katika kununua miche ya miti na maua mbalimbali. Mawao wenzetu wanajitangaza kupitia mabango na nini au sio? Sababu sisi tunauza tu mradi mtu akija hapa tunamuuzia. Kama tutapatana wadhamini wa kusaidia na tutafikia hatua kama ya wenzetu. Sisi tuko tunaomba kwa serikali na sisi watuangalie kama wanaweza
wakatutembelea kama hivi, wakatugea mikopo, tukakubaliana tunaweza na sisi tukainuka katika kibiashara. Sababu unaweza ukaweka bomba lako hapo. Unaona kama mwenyewe unavyoona. Mtu umekuwa mwekundu, utakuwa uwe kijani. Umekuwa mwekundu kwa sababu ya jua kali. Maji yenyewe unamwagia kwa siku mara moja kutokana na uhaba wa maji. Maji mpaka umvizie mlinzi pale ukamuombe ndoo 5, 10, 15 akukupa ndio unakuja unanyunyizia kidogo. Mtazamaji, tumalizie kurasa kwa habari hii ya huzuni. Aliyewahi kuwa balozi wa Tanzania nchini Urusi, Balozi Isaac Abraham Sepetu amefariki dunia leo asubuhi katika hospitali ya TMJ jijini Dar es Salaam ambapo alikuwa amelazwa akipatiwa matibabu. Taarifa zilizotufikia zimesema Balozi Sepetu alikuwa amelazwa TMJ akipatiwa matibabu ya ugonjwa wa kisukari na kiharusi ambayo yalikuwa yakimsumbua. Mungu ailaze pema peponi roho ya marehemu Balozi Isaac Abraham Sepetu. Amin. Tumekufungulia na kukufungia kurasa kwa hayo machache katika yale mengi yaliyofika mezani kwetu kwa hii leo. Kesho, je, kuna ni? Tafadhali usikose kuangalia dakika chache za kurasa. Alafu utuandikie maoni yako kupitia barua pepe yetu ambayo ni kurasa@eatv.tv. Kwa niaba ya wote walioshiriki kuletea kurasa, mimi ni Noah Laltaika.